Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama wewe umeuona uaminifu wa Bwana. Sijui kama wewe unaweza ukakaa chini na uanze kutafakari na kuyasema yale Bwana ametenda huo mwaka. Najua kawaida ya wanadamu mara mingi ni kunung'unika. Mara mingi ni kusema na kuhesabu yale hayakutimia jinsi vile yeye alikuwa anavyopenda. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini asubuhi ya leo ningekusihi tafadhali ukawe na moyo wa kutafakari na kujua ya kwamba yale yote yametendeka kwa wema. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia katika kitabu cha Warumi 8 mstari wake wa 28 huwa wanifurahisha kila wakati. Unasema ya kwamba kwa kila jambo linalotendeka latendeka kwa wema kwa wale wote wanaomwamini Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata kama kuna mahali ulikuwa unatarajia ukafike katika huu mwaka na bado hujafikia lile lengo, shukuru Bwana kwa hayo. Kama kuna kitu ulikuwa unayekitamania kwa moyo wako wote na bado hujakipokea kile kitu, shukuru Bwana kwa hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kama vile neno limesema ya kwamba mambo yote hutendeka kwa wema kwa wale wote wanaomwamini Kristo. Nataka katika moyo wako, pale kilindini cha moyo wako, ukakate kauli na ukasema ya kwamba ni kwa wema wa Bwana lile jambo halikutimia huu mwaka. Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi sisi kama wanadamu, kwa sababu ya kule kujipenda, sisi ni viumbe na sisi ni uzao wa Adamu. Na Biblia inasema ya kwamba ule Adamu wa kwanza alikuwa anajitakia yote mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mtu wa kujipenda. Lakini sisi ambaye tuko katika Kristo Yesu, Biblia inasema ya kwamba yeye Yesu Kristo ni ule roho wa kupeana uhai. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tuachane na ile roho ya kusema ya kwamba nilikuwa nataka na ingekuwa ikuwe hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tukupatia huu roho wa kujua ya kwamba hata kama sikupata kuna sababu. Na labda kwa sababu hii, labda ningekipata hiki kingekuwa madhara upande mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Labda ungekipata kile unachokitamani siku ya leo, hatungekuwa na wewe mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu wengi wameomba na Mungu amejibu maombi yao, lakini baada ya kujibiwa yale maombi, unapata wale watu umekuwa mwanzo wa kuangamia kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu mara mingi huwa anatupea kile tunachokihitaji, sio kile unachokitaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unapata umeomba kitu kwa muda mrefu na bado hujakipata. Anza kuchunguza nia yako. Kwa nini nilikuwa ninachokiomba hiki? Kwa nini nilikuwa ninachokitamani hiki? Ni kwa sababu nilimuona mtu fulani akiwa na kitu fulani na nikatamani na nikatia bidii ili nikakikupatia na mimi pia. Sio kwa sababu ya Mungu atukuzwe na mimi nionekane nimefika katika lile lengo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huu mwaka tunaokutamatisha, ningetaka uanze kuandaa mawazo yako. Anza kuandaa moyo wako kwa mwaka tunaoingia sasa, kwa sababu Mungu anawatembelea watu wake. Anapokuja kutembelea watu wake, wewe utakuwa mmoja wa wale watafika kwenye level nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kutembea kwake sio lazima akuje na akutimizie hoja la moyo wako. Kuna huyu mama alikuwa anaitwa Hana. Kwa siku mingi alikaa pale hekaluni akimuomba Bwana. Alikuwa anadhihakiwa, lakini akakaa mpaka ile siku alijua lazima nibadilishe nia. Bwana Yesu apewe sifa. Niambie jirani yako, ni wakati wa kubadilisha nia. Alikuwa pale akimulilia Bwana. Kila siku anaingia pale anamulilia Bwana, akiomba
kuwa mtoto. Kwa muda mrefu akang'ang'ana na Mungu, kwa muda mrefu akajinyima, mpaka siku moja akasema na akaweka nadhiri mbele za Bwana, Bwana, sasa nimesahau yale yote matamanio, sitaki hata nipata huyu mtoto nijilinganishe na huyu mke mwenza wangu, sitaki nipata huyu mtoto watu wajue niko na mtoto, lakini huyu mtoto utakaponipea sio nionekane kama wale wa mama wengine, bali nitamleta nyumbani mwako. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tufike mahali pale, lazima tukome kunungunika na tujue mbinu za kwenda mbele za Bwana na kudai kile kilicho chetu, sio ili tukaonekane, sio ili nipishane na mtu fulani, sio ili niwe kama mtu fulani, sio kwa sababu familia waelewe, sio hata kwa sababu nitafika kwenye hawakufika. Bwana Yesu apewe sifa, lakini kwa utukufu wa Mungu Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Sijui kwa nini nimesikia niyaseme hayo maneno, kwa sababu mara mingi tumejipata mwaka unaingia, mwaka unaisha, lakini mambo kwetu bado hayajabadilika. Tumekuwa kama yule mama. Ukiingia kwa undani sana katika Biblia, utajua ile nia iliyokuwa na Hana. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla hajafunguka macho, unajua walikuwa wameolewa wakiwa wawili. Kwa hivyo wakati huyu bibi mwenzake aliyepata watoto akakuwa na uchungu na akatamani naye kuwa na watoto ili aonekane kama yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Afurahishe bwana yake, kwa sababu alikuwa anafikiria kukuwa na watoto ndio kutamfanya akamwili ama ashike roho ya mumewe. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana unapata bwana yake alikuwa anamwambia mara zingine, ukisoma Biblia, na si huwa nikikawa na kugawia sawa na hawa wako na watoto. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hiyo haikuwa inaguza moyo wake, kwa sababu alikuwa anataka aonyeshe mume wake ya kwamba hata mimi ninaweza. Na hili ikakuwa shida kubwa maishani mwake kwa sababu ya nia. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu chunguza nia yako. Kwa nini unaomba kubarikiwa? Kwa nini unaomba Bwana akakupigisha hiyo hatua nyingine? Nia imefanya watu wengi wasifike katika hatima zao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu nia zao sio njema. Nia zao hazimtukuzi Bwana, na chochote kile Mungu hukifanya anakifanya kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tukafunguke macho siku ya leo. Nataka kuongea kuhusu Mungu anakujua. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi vile wewe ulivyo, haijalishi hata tabia zako, haijalishi hata mienendo yako, mahala popote pale ulipo, katika hali yoyote ile, Mungu anakujua. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana siku moja Daudi akafika mahali na akasema ya kwamba hata kitanda changu nikikilaza katika kuzimu, macho yako bado yaniangazia. Ni wakati alifika na akagundua siri ya kwamba hawezi jificha huyu Mungu, hata kama amemwasi, hata kama ametoka katika njia zake. Alikuwa naelewa vizuri. Mara mingi huwa tunafikiria kwa sababu mimi sitendi kulingana na mapenzi yake, labda mimi alisahau na mimi. Hakuna kitu kama hicho. Bado anakudhamini, bado anakuelewa, bado anakuhitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Sio tu kukujua, sio tu kuelewa mienendo yako, bado anakuhitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kusoma maandiko katika kitabu cha Yohana.
Yohana 4. Nitaanzia hapo mstari wake wa kwanza. Mafarisayo wakasikia kwamba Yesu alikuwa anapata na kubatiza wanafunzi wengi zaidi kuliko Yohana. Ingawa kwa kweli si Yesu mwenyewe aliyekuwa akibatiza, ili ni mwanafunzi wake. Bwana alipojua mambo haya, aliondoka Uyahudi akarudi tena Galilaya. Wakati huo ilimlazimu apitie Samaria. Akafika kwenye mji mmoja wa Samaria uitwao Sikari, karibu na ile shamba ambalo Yakobo alimpa mwanawe Yosefu. Huko ndiko kulikokuwa na kile kisima cha Yakobo. Naye Yesu alikuwa amechoka, kwa kuwa alikuwa ametoka safarini. Akaketi karibu na hicho kisima. Ilikuwa yapata saa 6 mchana. Mwanamke mmoja Msamaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, naomba maji ninywe. Wakati huo mstari wa 7 tena. Mwanamke mmoja Msamaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, naomba maji ninywe. Wakati huo wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Yule mwanamke Msamaria akamjibu, wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria. Yawezekanaje uniombe nikupe maji ya kunywa? Wayahudi walikuwa hawashirikiani kabisa na Wasamaria. Yesu akamjibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani anayekwambia nipe maji ninywe, wewe ungeliomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamjibu, Bwana, wewe huna chombo cha kuteka maji, na kisima hiki ni kirefu. Haya maji ya uzima utayapata wapi? Kwani wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo, ambaye alitupatia kisima hiki, ambacho yeye pamoja na watoto wake na mifugo yake walikitumia. Yesu akamjibu, kila mtu anayekunywa maji ya kisima hiki ataona kiu tena, lakini yeye mwenye maji nitakayompa hataona kiu kamwe. Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, tafadhali nipe maji hayo, ili nisipate kiu tena, na wala nisije tena hapa kuteka maji. Yesu akamjibu, nenda ukamwita mmeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu, sina mume Yesu, sina mume. Yesu akamwambia, umesema kweli kuwa huna mume, kwa maana umeshakuwa na wanaume 5, na mwanaume unaishi naye sasa si mume wako. Umesema ukweli. Yule mwanamke akasema, Bwana, naona bila shaka wewe ni nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Natumai huu ujumbe tunauelewa, lakini kuna kitu nataka niwaambie kwa sababu ya wakati. Katika pale mstari wake wa 17, baada ya Yesu kumwambia yule mama, ningetaka uenende uniletee mumeo, akamwambia, hata kabla Yesu amwambie yale maneno, alikuwa anafahamu vizuri, alikuwa anajua huyu mwanamke, alikuwa anajua tabia zake, alikuwa anajua hafai hata kuwa akizungumza na yeye, na ndio sababu, kwa sababu yeye ni Mungu, akangojea na akawatuma wanafunzi wake. Hawakuwa pamoja na yeye kwa sababu ingekuwa shida. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati alikuwa na yule
mume wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Mara mingi huwa tunajijustify na yale mambo tunayoyafanya. Mara mingi huwa tunajihesabu haki na yale mambo tunayoyafanya. Tunaona tunatosha, tukienenda mbele za Bwana, tunaona sisi tunajihesabu haki, ili hali sisi sio wana haki. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo tunapotamatisha mwaka, kuna kitu nataka tukaangalie. Kila mtu ajichunguze, kila mtu aanze sasa kujihesabu jinsi vile alivyo. Na Yesu alipomuuliza lile swali, akasema mimi sina mume. Akamwambia asante kwa sababu umesema ukweli. Hata hao wengine wote umekuwa na wao, hawajakuwa hawajakuwa waumeo. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mwanamke akapita mtihani. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama vile nilikuwa nimesema hapa siku zilizopita ya kwamba kabla Mungu akuvukishe kiwango fulani, lazima akupitishie mtihani. Kabla Mungu akupeleke kiwango kingine, because that's his nature, anatuinua kutoka kiwango hadi kingine, lakini kabla akufikishe katika hicho kiwango, lazima akupitishie mtihani. Huyu mama akapitishiwa mtihani. Aliposema hana, naye Yesu akaanza sasa na yeye sasa kutembea na yeye, kwa sababu kitu cha kwanza amejua huyu mtu ako tayari, na ndio maana amejitoa mbele zake kwa uhuru, akajitoa na haki, akakuja akijua ya kwamba huyu mtu nitamwambia ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Mara ngapi tumejificha? Mara ngapi tumempiga Mungu chenga, ili hali anatufahamu vizuri? Kama vile nilitangulia kusema, tumekuwa tukilia Mungu, tumejitoa kwa Mungu, sio kwa sababu tuko na uhaki ndani yetu, ni kwa sababu mimi najitoa kwa Mungu kwa sababu ninakihitaji, ninataka Mungu akanitendee. Mungu sio kama mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukijiangusha, hata ukijinyima, na nia yako inaongea vingine, Mungu anaelewa. Praise the name of the Lord. Ndio unaweza ukajitoa, waweza ukayafanya mengi, lakini moyo wako unakaa aje? The heart of a man, ama moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko viumbe vyote mimi nilivyoviumba. Lakini mimi Mungu huwa nachunguza ule moyo. Wakati huo moyo unakudanganya wewe mwenyewe, wakati huo moyo haukai jinsi vile Mungu angetaka ukawe, wewe unajihesabu haki ili hali unajua vizuri. Wakati mawazo yako yanakudanganya, wakati mawazo yako yanakuonyesha na unajihesabu ya kwamba sitaki hii kwa sababu ya kitu fulani, nataka kwa sababu Mungu akatukuzwe, anaangalia moyo wako ndani. Praise be the name of the Lord. Ile nia uko nayo umeficha katika huo msitu, hatuwezi tukauchunguza. Kunaye anayechunguza huo msitu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo nia yako hata kabla haujakiongea. Unajua kuna mambo zingine tunasemanga hayo nitaongea siku fulani, ama nisitaiongea mpaka kaburini. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni wewe umesema, lakini kwa hiyo unaweza ukatuficha sisi, lakini yeye hata ukisema hivyo, hata kabla ufikie kuyasema yale, anayaelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hayo ndio tunafaa kuanza kuelewa katika haya maisha. Huyu mwanamke akaongea na Yesu na akamwambia, mimi sina. Bwana Yesu apewe sifa. Akateremka hapo chini, ukiteremka utasikia. Akamwambia sasa, kwa sababu sasa ameanza kujua. Wakati alimwambia hivyo, naye Yesu akafunguka kwake na akamwambia atampa yale maji. Naye akaanza kumuuliza maswali, na
mahali wewe ulipo. Bwana Yesu apewe sifa. Sio haya mambo yote tunafanya watu waone. Unajua mara nyingi huwa hata tunafunga watu waone. Bado nia. Hata kufunga tutafunga. Nikuje hapa hata nianze kulia. Nililia hapa kwa madhabahu, lakini sio kwa sababu moyo wangu uko na nia na Mungu, ni kwa sababu nikataka watu wanione. We are very good actors. Bwana Yesu apewe sifa. Nikakuja hapa nijifanye, nikaekae hapa kwa madhabahu, nilie, lakini kile ninacho moyoni mwangu, ile nia niko nayo ni kukudanganya ama ni kukulegeza ili nipate kile uko nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo Mungu anatazama. Hayo yote, zile zote sarakasi tunazozifanya bila moyo wa kumwelekea Mungu, yote Mungu anayaelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hayo mambo yote ndio yamefanya tusije tukafika kwenye hatima zetu. Tunapoanza mwaka, ningetaka tujitayarishe. Ningetaka tujiandae. Tunapovuka mwaka, tuvuke mwaka tukiwa tumeandaa mioyo yetu na tukiwa tayari kwa uhakika na kwa ukweli, tukigoja kutoka kwa Mungu. Na nataka kuhakikishia wale wote watakaongoja Mungu na mioyo yao yote watamuona Mungu mwaka ujao. Bwana Yesu apewe sifa. Sio miaka yote tutaishi kuteseka. Sio miaka yote tutaishi kulia. Hata huyu mama akitoka kwake hakuwa anajua anaenda kupata nini. By the way, alipokuwa akitoka kwa nyumba, hata kwa sababu ya kukuja kwenye kisima wakati ule wa saa 7, watu walikuwa wanachota maji asubuhi. Lakini kwa sababu ya haya, alikuwa anajua mienendo yake sio mzuri. Alikuwa anajua sio mtu wa kukubalika kwenye kile kijiji. Watu wanamjua, watu wanamfahamu vizuri. Kwa hivyo alikuwa anangojea watu wote wanapotoka kisimani, wakati ule ndio anaelekea kisimani kwa sababu ya aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi ile aibu imekukumba, lakini ni wakati sasa wa kujimwaga mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nimekuja na niko hivi na hivi. Nia yangu imekaa hivi kwa muda, lakini sasa nimejua wewe ndiye nabii aliyekuja kwa sababu yetu.